Mheshimiwa Waziri, na mimi nimekiona kuhusiana na kwamba kuna mhadhiri alichukuliwa na polisi UDOM. Nimeongea na waziri wa mambo ya ndani Mheshimiwa Simbachawene. Labda nifafanue ifuatavyo. Mimi habari za awali ambazo ninazo ni kwamba kuna mhadhiri alikamatwa na polisi kuhojiwa kwenye masuala yaliyofanyika nje ya chuo. Lakini nadhani waziri Mheshimiwa Simbachawene anaendelea kufuatilia ajue nini kinaendelea. Lakini niseme hivi kwamba mhadhiri anapokuwa anafundisha darasani yuko huru kufundisha, kwa sababu tunaamini atafundisha kwa weledi, na kama kutatokea na makosa ya kiweledi katika ufundishaji ama kwa kutoa matamshi, pengine kuna mambo mengine sensitive, mambo ya dini kwa mfano na siasa za vyama na kadhalika, kama kuna kitu kama hicho ambacho kina ukakasi, mamlaka yake ya kumshughulikia sio polisi, yeye atachunguzwa na mamlaka ya chuo kuanzia mkuu wake wa idara, mkuu wa kitivo na vice chancellor na senate. Kwa wahadhiri wote vyuo vyote vya umma na binafsi wakiwa katika kumbi zao za mihadhara wanapofundisha, wana uhuru wa kufundisha, na tunaamini watafundisha kwa weledi, watazingatia weledi, hawatavuka mstari wa kwenda kwenye vitu ambavyo vitaonekana vina makosa makubwa. Nimetoa mfano tu, huwezi kuingia kutoa mhadhara darasani ukawa unaleta sana siasa za kichama, au pengine labda ukazungumzia masuala ya dini kwa namna ambayo inaumiza watu wengine. Lakini hata hilo likitokea, sio swala la polisi. Hilo swala litashughulikiwa na mamlaka ya vyuo, na vyuo vina mamlaka kamili ya kuchukua. Ni swala la kiutawala la utendaji wa kazi. Kwa hiyo hilo nilolisikia kuhusu huyo mhadhiri, tutapata taarifa zaidi, lakini nashukuru kwamba Mheshimiwa Simbachawene ameniambia kwa habari alizonazo ni kwamba yeye alichukuliwa na polisi nadhani kwa swala lililotokea nje ya chuo. Na haiwezekani mtu akahojiwa polisi kwa kitu ambacho alikuwa amekitumia kufundisha darasani. Labda kama swala hilo kweli limefikia kwenye kiwango cha jinai, na mamlaka ya chuo lazima itakuwa inajua, vice chancellor ajue, mkuu wa kitivo ajue na kadhalika. Kwa tusingependa tulete taharuki kwa hadhiri, wadhani kwamba tunawaingilia na kwenda mihadhara yao na kusikiliza na kuwashughulikia. Vyuo vikuu haviendeshwaji hivyo, na hatutaviendesha hivyo. Lakini nasisitiza kwamba hata wakati wa kutoa mihadhara tuwe na weledi, professionalism. Nenda kafundisha kile ambacho unaenda kufundisha, usiweke vitu vingine ambavyo kwa kweli vinaweza kuleta ukakasi ama kwa wanafunzi unaowafundisha, au pengine na vitu vingine ambavyo ni sensitive. Utavijua wenyewe tu jinsi ambavyo utakuwa na viheno, na vikitokea hivyo, kama nilivyosema, kuna mamlaka ya ndani ya chuo itashughulikia. Sitarajii nisikie mhadhiri amekamatwa na polisi kwa kitu alichokuwa akikifundisha darasani. Lakini ukifundisha darasani kwa namna unakiuka maadili kwa mfano au weledi, unaweza kuchukuliwa hatua na chuo chako, na kama inaonekana kwamba kuna swala jinai, basi mamlaka inahusika na jinai itaingilia, lakini itaingilia kwa kupitia taratibu za chuo. Naitwa Gerald Enos Shija, ni mhadhiri wa Chuo Kikuu cha Dodoma na mwenyekiti wa Association ya Wanataaluma yani UDOMASA ndani ya Chuo Kikuu cha Dodoma. Tumepokea kwa masikitiko makubwa sana tuhuma za ndugu Kaijavi kuhusishwa na ugaidi, na jamii ya chuo chetu imeingia katika taharuki hilo kutokana na historia alionayo ndugu yetu Kaijavi. Sisi tunamfahamu kuwa ni mwalimu na ni mtu anayefanya kazi zake kwa bidii, na hatujawahi kufikiria hata siku moja kwamba angeweza kuwa anahusika na vitu kama hivi. Bila kuasili kile kinachoendelea katika upelelezi, sisi kama jamii kwa kweli tuko katika hali ya taharuki na tumepoteza kabisa morali ya kufanya kazi, na inaweza hata ikachochea kuwa na mgomo ndani ya taasisi yetu, kitu ambacho hatuoni kama ni afya kwetu sisi. Kwa hiyo tunaiomba sana serikali na mamlaka zake zingine zote zinazohusika zije pamoja na sisi kujadili namna bora ya kuhakikisha kwamba Kaijavi anaachiliwa huru na anaendelea na majukumu yake ya kufundisha ndani ya Chuo Kikuu cha Dodoma, lakini pia kuhakikishia usalama sisi kama wahadhiri tunapokuwa katika mihadhara yetu, kwa sababu baada ya kuangalia mchakato wenyewe wote na kuangalia historia ya Kaijavi, tunashindwa kuseparate kati ya tuhuma hizi na kazi anayofundisha political science na public administration ndani ya darasa. Tuiombe sana serikali kwa unyenyekevu mkubwa pamoja na wahusika wengine tusogelea karibu kuona namna bora ambayo tunaweza tukatatua jambo hili bila kuathiri shughuli za chuo na kurejesha confidence ya wanataaluma wote nchini Tanzania
wanapokuwa katika majukumu yao ya kufanya kazi. Naitwa Gerald Enos Shija, ni